Mheshimiwa mgeni rasmi na mwenyekiti wetu wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya yetu, walioko mbele yako ni vijana wa Kilema Kati na kata jirani kwa ujirani mwema, ambao walikuwa na mchezo wa ligi ambao umeanza tangu mwezi wa 4 na leo ni hitimisho, na kamati ya utekelezaji ilipanga mambo mengi ikiwemo zawadi kwa timu zilizoshinda. Pamoja pia na hayo, mchezo kama ulivyosema Mheshimiwa mkuu wa wilaya unaburudisha lakini unajenga pia mwili. Yako mengi ambayo ningetamani kusema, lakini kutokana na muda na kwa kifupi naomba niseme mambo mawili. Jambo la kwanza, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, adha kubwa na changamoto kubwa walioko nayo vijana katika halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi, kwanza ni swala zima la ajira. Lakini tunatambua jitihada kubwa na kazi kubwa ambayo serikali yetu chini ya Chama cha Mapinduzi na chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo inafanya kwa kutuwezesha katika mikopo ya 10%. Lakini ni kuombe Mheshimiwa mkuu wa wilaya, katika mikopo yetu ya halmashauri ya 10%, ukaongeze wigo mkubwa kwa mkurugenzi wetu ili mikopo hii ikawafikie pia kwa urahisi vijana wetu wa halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi. Tunaamini fedha zipo na vikundi vipo vingi, wapewe fursa. Lakini Mheshimiwa mkuu wa wilaya, najua wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi, lakini wewe ndio msimamizi wa shughuli zote katika wilaya hii. Ziko fursa mbalimbali na miradi mbalimbali zinatokea katika halmashauri yetu. Tunakuomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya, katoe maelekezo zile fursa zinatokea kwenye kata zetu, vijana wakawe kipaumbele kupewa fursa zile ili wakapate nafasi ya kujikimu na kujikwamua katika maisha yao ya kila siku. Ni wazi kwamba vijana ndio wenye changamoto kubwa katika taifa letu la sasa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wewe ni shahidi. Tangu vijana wanapoanza kukua, wanawaza mambo mengi ikiwemo kujenga, kupata ajira, kuoa, lakini uwezo ukafanya yote pasipokuwa na fedha. Sisi umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, kipaumbele chetu cha kwanza tumekiweka katika uchumi imara na siasa safi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi mkuu kwa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye Chama cha Mapinduzi kimeshaamua na kuafiki kwamba na kuweka azimio, Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kuchagua madiwani na wabunge wa CCM. Mheshimiwa mgeni rasmi, ombi letu na rai letu kwetu sisi vijana tunapoelekea kwenye uchaguzi, tunajua Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wewe ni kamisa wetu, lakini tunakuomba watakapojitokeza vijana katika kugombea nafasi zozote, tunaomba uwashike mkono, tukiamini kwamba vijana ni nguvu kazi ya taifa la leo na kesho. Tunaona kazi kubwa ambayo unaifanya Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Wewe ni kijana. Tunaamini tukiwa na viongozi pia vijana, kazi hizi tutakwenda kuziendesha vizuri kwenye ngazi mbalimbali. Tunaona mfano wa nafasi mbalimbali vijana wanapewa dhamana, wanavoongoza vizuri. Tunakuomba pia wasapoti vijana. Na sisi vijana tumeamua kwamba tutashiriki kikamilifu kugombea, kuchagua na kuchaguliwa katika nafasi hizi katika uchaguzi huu mkuu. Kwa pia nichukue fursa hii kuzipongeza timu zote shiriki ambazo zilishiriki tangu mwanzo wa mashindano haya, lakini kipekee kabisa ninawapongeza vijana wa Kilema Kati kwa kupata ushindi na kuibuka kidedea katika mashindano haya. Hongereni sana. Michezo ni ajira, kwa sababu upo ushahidi na sote tunaona namna ambavyo michezo imekuwa rasmi kwa vijana walio wengi na wanapata kipato, wanamudu maisha yao, lakini pia hata wategemezi wao na jamii kwa ujumla inaendelea kufaidika na mnyororo wote wa thamani katika michezo. Kwa kunapokuwepo na michezo namna hii, maana yake pia inaibua vipaji na kuendelea kulea vipawa vya vijana. Lakini pamoja na kwamba michezo ni ajira, na Mheshimiwa Rais ameweka nguvu kubwa sana katika kuendelea kuimarisha michezo ndani ya taifa letu kwenye ujenzi wa miundombinu ya kuchezea, lakini pia kuweka motisha katika timu zetu mbalimbali, na yeye mwenyewe akiwa mlezi mkuu wa timu hizo. Kwa kweli ametuonyesha dira ya kwamba sasa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wake itaendelea kusimama na wanamichezo na kuendelea kuimarisha sekta hii ya michezo. Kwa hiyo sasa ni jukumu letu sisi kuiona fursa katika michezo kama vijana na kuendelea kuifanyia kazi ili fursa hiyo
igeuke kwetu kuwa ajira ambayo itaendelea kutusogeza mbele. Mwenyekiti hapa ameeleza fursa kwa vijana katika halmashauri yetu. Tutaendelea kushughulikia, lakini jambo ni lile lile, vijana waendelee kuhamasishwa na kusimamiwa kuunda vikundi ili wawe na nguvu ya pamoja katika ufanyaji wa shughuli zao za kiuchumi na za kimaendeleo. Alafu wafuate taratibu zote ambazo zinaelekezwa kwa ajili ya kupata mikopo. Wiki mbili zilizopita tulitoa pia mikopo kwa ajili ya makundi haya, vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika halmashauri ya wilaya. Jumla ya shilingi milioni 398. Tulikuwa na vikundi 31. Na nilifarajika kuona vikundi 10 kati ya hivyo vilikuwa vinatoka kwa vijana. Kwa sasa mwamko umekuwa mkubwa. Kwa tuendelee, tunapokuja kwenye awamu ya 3, maana ilikuwa ni awamu ya 2, basi makundi ya vijana yawe mengi zaidi kuliko hata makundi mengine.